Hata walioko kule pungeni mkono namna hivi. Hiki ni kiwanja cha makutano ya amani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Basi bao waliosimama pale mnaweza mkaketi. Bwana asifiwe. Basi nijitambulishe kwa majina, naitwa Joseph John. Bwana asifiwe. Naitwa Joseph John, ni mtu wa kanda ya Ziwa. Sawa, ndio. Na nimeokoka, tunapendana na Yesu. Haleluya. Tunapendana na Yesu. Ukweli, kwa mapenzi ya dhati tunapendana na Yesu. Ila yeye alitangulia kunipenda. Alipotangulia kunipenda, akaona si vyema niendelee kukaa kwenye mazingira yale ya mimi kutokumpenda, kwa sababu nilikuwa zamani simpendezi. Bwana asifiwe. Maana kama Biblia inasema ya kwamba walimchukia bure. Kwa hiyo watu walimchukia Mungu. Kwa kuwa aliniona, akanipenda, akachukua uamuzi, haleluya, wa kunifanya niwe rafiki mzuri. Haleluya. Lakini pia nipende kumshukuru mchungaji mwenyeji. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kuandaa mkutano ambao unaokoa roho za watu. Mungu wa mbinguni akubariki sana, pamoja na kanisa kwa ujumla, wakiwemo viongozi, mashemasi, wazee wa kanisa, watu wa Mungu. Mungu wa mbinguni abariki sana. Lakini pia kuna ndugu zetu chuo cha CBE. Basi Mungu wa mbinguni abariki sana kwa uwepo wenu katika mkutano huu wa leo. Lakini pia nipende kumshukuru Mungu sana kwa wote ambao wameshiriki ibada hii ya mkutano ambayo imetukuka sana. Haleluya. Imetukuka sana kwa kuwa Mungu wetu yuko mahali hapa. Haleluya. Wangapi wanaamini kwamba Yesu yuko mahali hapa? Wangapi wanaamini kwamba Yesu yuko mahali hapa? Kama Yesu yuko mahali hapa, Yesu ni mtenda miujiza. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anauisha. Yesu ni kila kitu kwa mtu. Kwa hiyo mwamini Yesu. Hata siku ya ataenda kufanya mambo ya ajabu mahali hapa. Kama kuna wagonjwa, waleteni wagonjwa. Haleluya. Labda tuache tu kumleta. Hiyo tu, labda tuache kumleta. Na hapa mtumishi wa Mungu, kama umesikia alivyokuwa naomba, hata wafu wanafufuliwa kwa jina la nani? La Yesu aliye hai. Amen. Basi unaweza kusikiliza, tusome neno la Mungu sasa. Amen. Tusome neno la Mungu. Amen. Some neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Misali. Misali ile sura ya kwanza na ule mstari wa 23 mpaka 33. Naweza ukanisikiliza kwa makini zaidi. Biblia, neno la Mungu linasema, geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, na wamwagia roho yangu, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mmekataa, nimenyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitazihaki hofu yenu ifikapo, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Ziki na tabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Watanitafuta kwa bidii, wasinione, kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakumchagua kumcha Mungu, wala kukubali mashauri yangu, wakayazalau maonyo yangu yote. Kwa hiyo
watakula matunda ya njia zao, watashiba mashauri yao wenyewe. Maana kurudi nyuma kwao wajinga watauawa, na kufanikiwa kwao wapumbavu wataangamizwa. Bali kila anisikilizaye atakaa salama, naye atatulia bila kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Neno la Mungu linasema ya kwamba geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Lakini kwa sababu mmekataa maonyo, Mungu naye amewakataa. Na anazidi kusema ya kwamba kwa kuwa mmekataa maonyo, na ifikapo msiba au ifikapo shida, ifikapo changamoto, ifikapo zoruba yoyote kwenye maisha yako, Mungu anasema atakuziaki na atacheka wakati wa msiba wako. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Na ndiyo ulimwengu ambao tunaoishi wakati huu. Watu wengi wameyakataa maonyo ya Mungu. Watu wengi wameyasahau maonyo ya Mungu, na wanafikiri ya kwamba kuishi kulingana na mawazo ya mioyo yao, wanafikiria kwamba wanaweza wakakwepa adhabu ya Mungu, kwa sababu adhabu ya Mungu ipo, na ipo kwa sababu ya makosa. Na kwa sababu ya uwepo wa makosa, ndiyo maana Mungu ametuma maonyo juu ya mataifa yote, juu ya lugha zote na kabila zote. Mungu ametuma maonyo. Hakuna mahali ambapo Mungu alishawahi kufanya maangamizi au kuharibu watu kabla hajatuma maonyo. Hakuna mahali popote. Kuangamia kwa mtu ni kwa sababu amepuuzia maonyo, amekataa maonyo ya Mungu. Ukisoma wakati ule wa Nuhu, nyakati zile ambapo wanadamu walipozidi sana machoni pa ulimwengu, watu wengi wakazidi, lakini walipozidi mambo mabaya yakazidi kuongezeka, uovu ukazidi kuongezeka, wasu ukazidi kuongezeka. Watu wakaanza kufanya mambo yasiyowapasa kufanya, mambo ambayo hawakuumbiwa wafanye. Wakafanya mambo ya siaka mbele za Mungu, wakafanya mambo ambayo yanayowakilisha matukano mbele za Mungu. Ila lakini Mungu akatuma maonyo kwa njia ya Nuhu. Nuhu alihubiri miaka mingi akiwaeleza watu kwa habari ya maonyo, ya kwamba ghadhabu ya Mungu inakuja, hatari kubwa inakuja, hasira ya Mungu inakuja. Lakini watu hawakusikia. Watu wakamsiaki Nuhu, wakamwambia inawezekana wewe mzee umechanganyikiwa, inawezekana mzee haujielewi. Unajua, wakati mwingine sisi kama Wakristo, wakati mwingine tunaonekana kana kwamba hatuna akili hivi. Bwana asifiwe. Ila lakini Biblia inasema hivi, japokuwa ni wajinga lakini hawatapotea katika hiyo njia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakwambia hivi, hata kama watu wakuone ni mjinga, wakuone kwamba umeishiwa akili, lakini ni kuhakikishia kwamba hautapotea kwenye nini? Kwenye hiyo njia. Haleluya. Na njia ni maonyo. Haleluya. Maana Yesu Kristo ni neno la nani? La Mungu. Kama ni neno la Mungu, hilo neno lilifanyika tu mwili ili watu liweze kwa sababu sisi wenyewe tuliliasi neno. Hilo neno ndiyo lilokuja kutuokoa tena. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 14, Biblia inasema huyo mwili, huyo neno alifanyika kwa mwili, tukauona utukufu wake. Alifanyika mwili kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Wanadamu walikuwa wapo kwenye shida. Mara baada ya dhambi kuingia, wanadamu wakaingia kwenye mateso. Ndio maana hata sasa hivi ukiangalia wanadamu ambao jinsi wanavyoteseka, wengine wanakufa bila sababu,
wanaonewa bila sababu, afya zimeharibiwa, watu wanakufa bila sababu. Na ukianza kama kungekuwa na sensa ya kutathmini watu ambao wanaokufa kwa uhalali, Mungu ambao amewaita ni wachache. Inawezekana kwa siku, inawezekana ikawa ni wachache zaidi, wachache mno, lakini wanaokufa kwa sababu ya kazi ya mashetani wamekuwa ni wengi, kwa sababu watu wamekataa maonyo. Wala kuna mahali fulani waka ninashuhudia mara kwa mara. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na ushuhuda ni useme kulikuwa na hii agenda hii ambayo hii reli inayojengwa ilipita maeneo fulani ya Shinyanga kule. Sasa ilipopita yale maeneo, ilipita maeneo ya makaburi. Sasa ilipopita maeneo ya makaburi, wakaambia watu wayahamishe makaburi. Ina maana wachimbe, waangalie watu waliomo, wachukue mifupa wahamishe mahali pengine. Ila lakini walipoanza kuchimba kaburi mojawapo, walikuta mambo ya ajabu ndani ya kaburi. Hawakuzika watu, walizika mikokoteni, walizika vinu. Wengine walikuta kuna magogo, wengine walikuta vitu vya ajabu ndani ya makaburi. Watu wanafikiri kwamba wanazika watu. Hamna waziki watu, wanachukuliwa, wanauzwa, kama Biblia inavyosema kwenye hiki kitabu cha Ufunuo 18. Kuna watu ambao wanaojishughulisha kuuza miili na roho. Kuna biashara hiyo ambao watu wanajishughulisha, wanauza roho na miili. Kuna hao wachawi hao wanaojifanya hii biashara, yaani wakichukua, wakivuna watu, ina maana wanachoanza kufanya, wanaanza kama kuna mchawi wa Shinyanga kule anamuuzia, anaenda kufanya kazi kule, anafanya biashara. Kama kuna watu fulani wanaenda wanafanya hivyo, wanauza watu, wanauza roho, na wengine wanauza miili. Na hiyo miili wakati mwingine inaweza inakuwa nyama za wachawi. Sema labda huko uchawi, labda inawezekana, sijajua kama hivyo mnauhisi uchawi, japokuwa ulionekana, kwa maana tupo kwenye ulimwengu wa roho pia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ijapokuwa unaonekana hilo, lakini sijajua kama nyinyi mnauhisi uchawi. Upo uchawi huko? Upo. Kama simseme upo. Lakini leo katika jina la Yesu tunanyamazisha kimya. Haleluya. Kila uchawi tunanyamazisha kimya. Kazi zote za giza tunanyamazisha kimya. Ushirikina wote tunanyamazisha kimya. Katika jina la nani? La Yesu aliye hai. Na Bwana asifiwe. Na kama Mungu hatuonyi, msikie wanadamu, msikie watu wa Mungu. Upendo wa Mungu upo kwenye maonyo. Kama Mungu anakupenda lazima kuonye. Hakuna baba ambaye asiyemuonya mtoto wake. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo, kwenye kile kitabu cha Ufunuo sura ya 3:19, utalikuta neno la Mungu linasema, hao wote ni wapendao ninawakemea kwa ajili ya kuwarudi. Maonyo ya Mungu yapo ili kwa ajili ya kuwarudisha watu wamgeukie Mungu. Inawezekana umetembea katika njia isiyopaswa kwa muda mrefu, na inawezekana unaona ni mazingira ambayo yamekufurahisha.